Asante sana ndugu mtangazaji. Nadhani kwanza nianze kuitambulisha Chato wenyewe. Wilaya yetu ya Chato ni moja kati ya wilaya 5 za mkoa wa Geita, na niseme tu ina kata 23 pamoja na vijiji 115. Wilaya hii inakuwa kwa kasi sana. Kwa makadirio ya sensa ya mwaka jana inakadiriwa kuwa na wakazi zaidi ya 500,000. Sasa tuna shughuli mbalimbali za kimaendeleo ambazo zinafanyika pale. Tuna uvuvi, tuna kilimo, tuna uchimbaji, lakini pia tuna utalii kwa sababu tunapakana na mbuga kubwa ya Burigi Chato, lakini pia kuna kisiwa cha Rubondo kinafikika rahisi kwa kupitia wilaya yetu ya Chato. Sasa kimsingi katika swala la utalii sisi tunasema tuna jambo letu Chato kwa sababu tuna tamasha la utalii pamoja na maonyesho ya biashara ambayo yanategemewa kufanyika kuanzia tarehe 7 mwezi wa 8 hadi tarehe 15 mwezi wa 8. Sasa katika swala la utalii pamoja na kukua kwa idadi ya watu, tunaona shughuli nyingine zinafanyika vizuri, lakini utalii bado uko chini kidogo. Sasa sisi tunasema tufanye hamasa kwa sababu Burigi Chato lishazinduliwa tangu mwaka 2019. Lakini tangu ilivyozinduliwa hamasa kubwa haijafanyika. Kwa sisi tunasema tufanye hamasa ili uwepo utalii kuanzia wananchi wetu wenyewe, kuanzia mkoa wetu, ndani ya Tanzania pamoja na nje ya Tanzania. Sasa lengo kubwa hii hamasa ni kwamba tuhamasishe watu waweze kuifahamu vizuri Burigi Chato kwa ajili ya kuvutia utalii, lakini pia tunakuza uchumi wa wilaya yetu, uchumi wa mkoa wetu na uchumi wa taifa letu kwa ujumla. Hamasa ni kubwa na tumejiandaa vizuri na maandalizi mpaka sasa hivi yamefikia 90% kuelekea tarehe 7 ya jambo letu mpaka tarehe 15. Tuna matukio yatakayoendana na hizo siku, matukio ambayo yanachagiza jambo letu kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Kwanza kuhamasisha kanda ya Ziwa. Utalii tulionao kwenye tamasha la utalii, tuna utalii wa madini, tuna utalii wa ziwa, tutakuwa na mashindano ya makasia tarehe 7. Tuna utalii wa vitu vyetu vya asili. Huku kanda ya Ziwa tuna mambo yetu, tuna vitu vya asili. Mikoa yote ya kanda ya Ziwa itashiriki na wameonyesha utayari wa kushiriki, kwa maana mikoa, halmashauri, watu binafsi, wafanya biashara wote wameonyesha, kwa sababu tuna fomu na ndio zinazotupa milestone na kupima kiwango cha utayari wa watu kushiriki. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Chato ilijibeba na inaendelea kujibeba, na tunataka ifikie ndoto tulioitamani wakati wote. Kwa hiyo sisi kama viongozi, lakini pia mimi kama mtaalamu na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kama kiongozi ambaye anahakikisha hili jambo linatokea, tunawakaribisha watu Chato na tumejiandaa vizuri. Tutafanya maonyesho kwenye uwanja wa Magufuli Stadium. Uwanja uko vizuri na maandalizi yanaendelea. Kuanzia tarehe 1 watu wataanza kuweka mabanda mle ndani. Lakini nini tunataka kufanya? Kwanza watu wa kanda ya Ziwa wajue utalii unaanza na sisi. Watu wa ndani wameanza toka tumeanza hizi shughuli za uhamasishaji na nini. Rubondo kunafikika kwa urahisi kutokea Chato, lakini Burigi Chato kunafikika kwa urahisi kutokea Chato kwa sababu ni lango. Sasa hizi hifadhi zetu mbili za taifa, Burigi Chato ni hifadhi ya 3 kwa ukubwa na ina maziwa 5 yenye vionjo tofauti. You can imagine. Sasa sisi wa Tanzania bado tujijua, tunayo hiyo potential kubwa, lakini vijana wetu tunataka kupitia tamasha hili la utalii waanze kujua ingredients za utalii. Bahati nzuri tuna database. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya amesema tuna database ya vijana waliomaliza form 4, form 6 na walio graduates ambao wana kazi na ambao hawana kazi. Hatutaki kukutwa, tunataka sisi watu watukute. Tumejipanga, tumejiandaa. Kwa hiyo kwenye tamasha hili, mbali na kuonyesha vitu vyetu vya utamaduni, ngoma zetu, fisi zetu za Kisukuma zipo, tutaonyesha wakati huo. Ugali wetu wa Msoma huko wanaita, kuna kichuri, kuna ugali mwekundu, tutaonyesha matoke ya Bukoba,
wanachanganya zile na maharage na nini, na tutaonyesha senene, tutaonyesha. Kwa hiyo tumejiandaa kwa kweli, tumejiandaa vizuri. Mpaka sasa hivi tunavyoongea, kwenye siku ya kwanza ya tarehe 7, vijana wanaojitokeza kwa ajili ya utalii wa ziwani kufanya mashindano ya makasia wako zaidi ya 200. You can imagine, vijana wamehamasika, lakini wamechukua fomu vijana na wafanyabiashara wakubwa wadogo kutoka kwenye ukanda ziwa. Ziko fomu zaidi ya 400 ambazo zimejazwa, na tumekubaliana kwamba ikifika tarehe 3 kila mtu atakuwa amerejesha, na wale kuanzia tarehe 1 tumeruhusu watu waanze kwa sababu tumechengeza layout kwenye uwanja. Kutakuwa na maeneo tofauti tofauti, taasisi za serikali, mambo ya madini, mambo ya nyama choma, mambo ya vinywaji, mambo ya utamaduni. Kwa hiyo vijana waliojitokeza na kuchukua fomu, kwa sababu tuna fomu, ndio kinachotupa uhakika wa kwamba jambo letu sasa tunaweza tukasema limekaa sawa. Lakini tunasema pamoja na hayo, ile database inatusaidia vijana wanaotoka nje ya Chato. Mpaka sasa wamejaza vijana 500 fomu. So tutakuwa na mafunzo ya ujasiriamali. Tutakuwa na watu wa Tantrade, tutakuwa na watu wa TBS, tutakuwa na watu wa SIDO, tutakuwa na watu wanaosaidia kuweka JS barcode, kusajili kampuni, BRELA watakuwepo. Sasa mafunzo ya ujasiriamali, unafanyaje biashara, huduma kwa mteja, wapo wataalamu waliosomea. Mtu akija unamhudumiaje, unamsikilizeje, ili akiondoka alete watu wengine. Ameondoka mmoja analeta watu 10. Lakini kwenye uchimbaji unachimbeje? Tunachimba kwa ramli, tunachimba kwa utaalamu. Kwa kutakuwepo pia na mafunzo yanayotambulisha wachimbaji wetu wadogo wasichimbe kwa mazoea, wachimbe kwa utaalamu. Kwa ndio maana nimekwambia tuna aina 3 za utalii pale tunazifanya. Utalii wa ziwa, utalii wa madini, lakini mafunzo. Sisi tuna database, kwa maana ya Chato tuna database. Graduates yao na form 4 na form 6 wanafika 470 kutoka kwenye vijiji vyetu alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, vijiji 115. Lakini tuna vitongoji 599 tunavifikia vyote kupitia tamasha hili. Na leo wanaanza uhamasishaji wa kupita kwenye maeneo ya majirani zetu. Tunaanza Chato yenyewe, tunaenda Muleba, tunaenda Biharamulo, tunaenda mpaka Nyakanazi, jirani zetu wale Wakakonko, tunarudi Mbogwe, Bukombe, tunaenda mpaka Kahama, tunarudi Sengerema, kuhamasisha vijana, wananchi na wajasiriamali wajitokeze kwa wingi, kwa sababu faida ni nyingi kuliko kukosa. Yaani ukikosa utakuwa umekosa faida, lakini hiyo inajenga uchumi wa Chato. Kama nilivyosema, Chato inajibeba. Chato kwa muonekano, ile tunasema ni strategic area. Kutoka Chato kwenda ni mji wa kimkakati. Kutoka Chato kwenda Bujumbura ni karibu, kwenda Kigali ni karibu, kwenda Uganda ni karibu, kwenda DRC Congo East ni karibu, na Chato inafikika. Kwa mmejipanga vipi kutumia fursa hizo sasa mkiwa kama kitovu cha wawekezaji? Wameanza kuja, na ndio maana tunaamsha, na hapa hatupoi, Chato hatupoi, tunaamsha. Hii ni maonyesho ya kwanza, lakini kama mkuu wa wilaya amesema hii itatupa picha kuendelea na maonyesho haya. Na mnatarajia labda kuwa na washiriki kiasi gani? Kama mnahusisha mikoa 6, ile mikoa 6 ya kanda ya Ziwa, mnatarajia kuwa na washiriki kiasi gani katika tamasha hili? Waliojitokeza kwenye fomu wanazidi sasa hivi, ukiondoa vijana 400 watakaopata mafunzo ya ujasiriamali na masuala ya utalii, kwa sababu chuo cha taifa cha utalii kitakuwepo, bodi ya utalii watakuwepo kwa ajili ya kufundisha vijana masuala ya utalii. Sasa kama 400 tayari, zaidi ya 400 wamejitokeza, na sisi tunao 400, lakini wale wajasiriamali waliojaza fomu kwa maana kushiriki kwenye tamasha wanafika zaidi ya 400. Kwa hiyo tunategemea kuwa na angalau 1000 na plus. Lakini tumejiandaa, tunajua kuna COVID-19. Idara ya afya wanaendelea kuangalia. Bahati nzuri uwanja wetu una mageti. Kwa kila geti tuna geti kama 6. Kwa kila geti
litakuwa na visimbuzi nini hivi visimbuzi hivi vitakasa mikono. Okay. Hivyo sanitizer tu kwa sanitizer. Na maji na sabuni. Lakini tutakuwa na barakoa ambazo mtu kabla hajaingia uwanjani kwa ajili ya maonyesho atakuwepo. Lakini tutakuwa na eneo la tahadhari, tunaita nini kwa maana kama kwa dharura kama ikitokea, ambapo ambulance tutakuwa nazo kama 2 zitakuwa pale kwa ajili ya kuhakikisha kama kuna tatizo linajitokeza. Lakini kwa sababu mahema yatakuwa zaidi ya 200, yale tutayaweka katika mfumo ambao watu hawatakaribiana. Hata viti tuna kamati ambazo zinaratibu. Kuna kamati ya uhamasishaji ambayo tunaendelea nayo, kuna kamati ya miundombinu ambayo itahakikisha miundombinu imekaa katika mfumo ambao watu hawatakuwa na shida. Lakini tutakuwa na watu wa kupima joto, kwa maana joto ndio kiashiria cha kwanza, japo nani imebadilika, wevu imebadilika, viashiria vya COVID-19 imebadilika, lakini tunaamini jambo hili ni kumwenzi hayati. Bahati nzuri kama alivyosema mkuu wa wilaya, tulilianzisha mwaka 2020 mwaka jana, kutokana na matukio yaliyojitokeza. Tuliingia mwezi wa kwanza tukapewa baraka, tulifanya. Mheshimiwa mbunge yuko, kwa maana waziri wa nishati yuko pamoja na hili jambo, na analifuatilia na analiangalia na anafanya kila jitihada kuhakikisha linafanikiwa. Lakini tukapata matatizo ya uviko, ile phase 1 hatukuendelea. Uviko ikiwa imestabilize, tukataka tulifanye, tukapata msiba. Sasa tukapoteana kidogo, si unajua baba ameondoka, watoto mpo. Lakini bahati nzuri tunamshukuru Mungu kwamba tukaligain. Amekuja mkuu wa wilaya akasema jambo mlilianza, hatuwezi kulala, lazima tuanze, ili pia iwe ni sehemu ya kumwenzi hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza niseme sisi kama wilaya kwanza tumejipanga kupokea pia wawekezaji. Na kama serikali yetu ambayo inasema kwamba kila halmashauri hakikishe kwamba inatenga maeneo kwa ajili ya viwanda na shughuli nyingine za kiuwekezaji. Kwa sisi kwanza tumejipanga kuanzia kwenye ardhi. Wataalamu wetu pale tunao wako makini kabisa, walichokifanya kwamba tumepima maeneo tayari, tuna viwanja kwa ajili ya uwekezaji. Lakini pia kupitia tamasha hili tunasema kwamba ili mtu ajue kweli kuna Burigi Chato, kuna siku kadhaa ambazo hawa watapata fursa kwenda kutembelea mbuga ile, na kuna muda kwenda kutembelea Rubondo. Kwa hiyo kupitia hile watu wanaona kuna fursa gani za uwekezaji. Na tushukuru Mungu, mheshimiwa mbunge wetu pia anapambana kiasi kwamba tayari kuna bilioni 5 imetengwa kwa ajili ya kutengeneza miundombinu ndani ya mbuga yetu ya Burigi Chato. Kwa hiyo barabara na uwekezaji huo utafanyika kule. Kwa hiyo tunaona kabisa serikali iko na sisi, na tunashukuru sana. Uwekezaji utafanyika mkubwa, na hali wajua kwamba ndio hiyo miundombinu itakuwepo, lakini pia viwanja vya uwekezaji vipo ndani ya mbuga, lakini pia hata nje ya mbuga. Kwa masuala ya kilimo, masuala ya ufugaji, masuala ya uchimbaji, viwanja vipo, wanakaribishwa sana kuja kuwekeza katika wilaya yetu ya Chato. Kutoka nje ya kanda ya Ziwa wapo walioonyesha, so kuna taasisi za serikali, wizara ambazo zitashiriki, lakini kuna agents za serikali kama nilivyosema. Bodi ya utalii haiko kanda ya Ziwa, japo wana ofisi. Chuo cha utalii wana chuo hapa, wana tawi hapa Mwanza, lakini watatoka makao makuu Dar es Salaam. Lakini tunaruhusu, tumetangaza mpaka Uganda, Rwanda, Burundi. Kidogo kwenye swala la uviko ndio linaloweza kuleta shida kubwa, lakini hata wenzetu kwenye ukanda huo, kwa sababu tunapata mawasiliano sasa baada ya kutangaza, wanaonesha utayari wa kuja kushiriki. Sasa kwenye mipaka watusaidie kwa maana ya kuona zile taratibu zilizowekwa na nchi na serikali zinafuatwa, ili watu wenzetu waje washiriki. Hatujazuia. Kwa mikoa mingine tunaruhusu. Taasisi za serikali zimeonyesha interest kubwa. Wizara zaidi ya 6 zimeonyesha ziko tayari kuja kushiriki pamoja na sisi, lakini mikoa mingine wameanza kupiga simu, wanampigia mheshimiwa mkuu wa mkoa, wanampigia mheshimiwa mkuu wa wilaya. Hii mingine tumepeleka mawasiliano ya kitaasisi
hii kanda ya Ziwa tumewapelekea mawasiliano ya kitaasisi kuwaonyesha kwamba kuna jambo Chato tuna jambo letu ambalo kama nilivyosema hatupoi na tunaliona lina mwitikio mkubwa.